Wapendwa mnaofuatilia chaneli hii pendwa kabisa ya Mbantu TV na Kahama TV, leo hii tunafurahi sana kuja mbele yenu na kufanya mwendelezo wa kile kipindi ambacho tumewaletea cha wachungaji na sadaka ndani ya makanisa. Sasa mwendelezo huu ni somo zito, refu, gumu ambalo halipendwi na wachungaji walio wengi sana, kwa sababu wachungaji walipendi kusikia, maana tunagusa pale pale kwenye mshono, maana hapo ndo kwenye chimbuko la maovu yote, chimbuko la dini zote unazoziona zimefurika. Chanzo ni sadaka na matoleo, maana wanapata vipato kwa kutumia njia hiyo kwa kisingizio cha Mungu wa kweli. Sasa sisi ambao ni wanafunzi wa mzaliwa wa pili Zoea 100, ndugu zetu wapendwa, tunawaomba mzidi kutufuatilia kwa umakini na kwa kina sana, maana tunaye shuhuda. Mzaliwa wa pili Zoea 100 ndio mwalimu wetu, anayetupa maarifa, anayetupa ufahamu na kutupa nguvu ya kuyanena haya mazito na magumu kama mnavyozidi kuyasikia. Ndugu zangu wapendwa, katika yale masomo tunayofanya mwendelezo ndani ya chaneli hii pendwa ya Mbantu TV juu ya wachungaji na pesa ndani ya makanisa, pale kuna visa na vituko vingi. Kwa wewe ambaye haujui, tunakuomba ufuatilie mafundisho haya ambayo yameletwa na mgeni wetu wa ajabu hapa duniani. Tunaye live katika naye hali inayoonekana mzaliwa wa pili Zoea 100, na kaka yetu Imani Msimbwa anatafsiria kwa lugha yetu ya Kiswahili. Ameshafundisha masomo haya vya kutosha kwa kina, na sisi ambao ni wanafunzi wa mzaliwa wa pili tumeyasikiliza hayo na tumeona hakika ni vyema tushare na ndugu zetu wa aina mbalimbali, ili wapate ukweli, wasiweze kuibiwa tena, na kama wataibiwa kwa hiari yao wao wenyewe, kwa mapenzi yao wao wenyewe. Juu hawa wachungaji wenu wanaopenda pesa. Kwa mfano, mchungaji anaweza katangaza oda katika kanisa lake kama ujenzi, tufanye ujenzi wa kanisa. Kanisa letu litakuwa milioni 2 au bilioni 1 wastani. Sasa michango inaanza kutolewa aina mbalimbali, mbali na machangizo, mbali na zaka, mbali na mambo mengine, michango kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Hivi ulishawahi kufuatilia kama michango hiyo inapigwa? Ulishawahi kuchunguza hilo? Kamati inayoundwa inaongozwa na mchungaji mwenyewe, na mtu anayekwenda kinyume na yeye anachomolewa kwenye hiyo kamati. Je, unalijua hilo? Basi kule pesa zinapigwa kuliko kawaida, kwa sababu wachungaji wenu wanasingizia Mungu kwamba umtolee Mungu ili akubariki. Lengo sio hilo. Lengo lao ni kunufaisha matumbo yao, kwa sababu wanatumia dini kama njia ya kujipatia kipato. Toa ubarikiwe, toa ubarikiwe, zimekuwa nyingi sana. Wewe mchungaji ambaye unawaambia waumini wako watoe pesa nyingi, hasa ile inayoumiza, inayouma, kumbuka unamdanganya muumini wako, haumwambii ukweli, kwa sababu lengo lako ni ile sadaka yake. Ndio maana wazee wako kanisa umewapa nafasi hiyo, wale wazito, wafanya biashara wakubwa wenye kipato kikubwa. Je, Yesu wako ambaye unamwamini alifanya hivyo? Wale mitume wako unaowasoma kwenye Biblia yako takatifu walifanya hayo unayofanya wewe? Je, mtu ambaye ni mtume ambaye ni mfano mzuri, Paulo wa Tarso, huyo yeye alifanya nini kanisani kwake? Alifanya nini katika kueneza neno lake? Alifanya kazi yake binafsi, alikuwa fundi wa kushona maturubai. Je, wewe kwa nini unawadanganya waumini wako? Kisingizio unakula vya madhabahuni. Je, wewe ni mchungaji wa kweli? Maandiko yanasemaje? Mchungaji mwema kutunza kondoo zake na kuwalisha. Akipotea mmoja, anawaacha hao, anamfuata yule mmoja kwenda kumwokoa ili arudi katika zizi. Yeye anachunga kondoo zake, anawalisha na kuwatunza. Je, wewe unafanya hivyo kwa kondoo zako hao kanisani? Unafanya hivyo kwa waumini wako? Je, ni kweli unawatunza waumini wako kama maandiko yako yanavyosema? Je, wewe ni mchungaji wa kweli mwenye uchungu wa kweli, au umefanya kinyume chake? Waumini si wanakulisha wewe, wanakutunza wewe. Je, ndivyo maandiko yanavyosema? Je, ni kweli? Dhamira yako ni ya dhati?
au unafanya dini kama njia ya kujipatia kipato, kumbuka ipo siku utalipa. Hivyo zingatia maandiko yako haya, ingawa tunajua maandiko mengi ya uongo yamechakachuliwa, kwa sababu wewe umegundua siri. Wakoloni walivyoleta dini zao barani Afrika walitumia mbinu, waliona Waafrika wanamjua muumba wao wa kweli, wanampenda sana, hivyo wakaona jinsi gani kuweza kuwapora bara lao, tukawapiga wanyang'anyi, wakaona haiwezekani, wakatumia propaganda ya dini ili kupunguza nguvu za mtu mweusi. Ndio maana wakaja na dini zao na madhehebu yao, wakamteka mtu mweusi, akaacha muumba wake wa kweli, akafuata miungu ya kizungu, madhehebu ya kizungu. Kwa hiyo wakanufaika kwa rasilimali za Mwafrika, wakaanzisha dini zao feki, umishonari feki, ambao dhamira yao si kweli, kwamba uwete wewe wakuletee Mungu na Yesu ili uende mbinguni kuishi milele milele. Kumbe ni udanganyifu, maana wameleta umishonari. Nyuma ya umishonari huo ni udanganyifu, wizi na unyang'anyi, kupora rasilimali za Afrika. Vivyo hivyo na wewe mchungaji, umetumia fursa hiyo hiyo kuwadanganya waumini wako kwa ajili ya manufaa yako binafsi na wazee wa kanisa. Chunguza haya tunayosema, maana ni mazito na ni magumu. Acha tabia hiyo, maana utalipa. Kumbuka, utakusanya, utalimbikiza mambo yote. Je, ukija kufariki utaondoka na nini? Utaondoka na kitu gani? Haya magari unayogugumia, majengo unayogugumia, kila kitu unachotamia kwamba toa barikiwe, toa barikiwe, toa Mungu, toe Mungu akubariki, Mungu wako apeleke wapi? Je, Adamu na Eva ambao ni wazee wako hao walimtolea nini Mungu alipowapa dunia nzima iwe ya kwao? Walimtolea nini Mungu? Chunguza, chukua hatua. Na wewe muumini unayesikia maneno haya ambayo yametoka kwa chanzo cha maarifa haya, kwa mzaliwa wa pili, zingatia haya tunayosema. Acha kutoa sadaka kanisani, maana unapoteza fedha zako bure. Mama yako wa ukoo, babu yako wa ukoo umempa nini? Mama yako mzazi umempa nini? Lakini mchungaji wako unamfulia, unampikia, unamfanyia usafi, unamnunulia suti, na mke wako unamnunulia waksi, nguo nzuri nzuri. Je, ni halali? Unapumbazwa kwa sifa ndogo ndogo za kijingajinga tu. Ndugu yangu mpendwa, tunawaomba sana, zingatieni haya tunayowaambieni, maana hakuna mtu wa kuweza kuwaambieni haya. Maana wachungaji wenu wanatumia dini kama njia ya kujipatia kipato. Ndio maana ugomvi hauishi kanisani. Na nyinyi mashuhuda wa Bantu TV Kahama, makanisa mengi mnajua hapa Kahama, visa vyao na vituko vyao hamuvioni, lakini mnafumba macho kama vile hamjui. Sasa ukweli ndio huu tunaowaambieni. Hii ndio njia mbadala. Maana wengi mnashtuka, mnashindwa kuzingatia kwamba sasa mimi nikifariki, nikipata matatizo nitasaidiwaje? Kumbuka, toka umezaliwa mpaka umri huu ulionao, una miaka 50, 60, 70 na kadhalika, ni nani uliomuona haendi kanisani, hafuati dini yoyote ile, amefariki, ameshindwa kusaidiwa, ameshindwa kuzika? Ni nani? Sasa iweje mchungaji wako anakudanganya kwa propaganda nyepesi tu kwamba eti ukifariki basi utapata msaada? Msaada upi? Na unajuaje kama utafia hapa? Je, ukifia kwenye ndege, ukifia baharini kama wale walifia MV Bukoba, walijulikana na nani? Nani aliyowazika? Kwa hiyo tunawaambia usitishwe kwa propaganda za uongo, maana wachungaji wenu wa uongo wote ni wa uongo, maana hawatendi mapenzi ya kweli wa Mungu. Lengo lao ni kunufaisha matumbo yao. Ndio maana ukimwambia ahame hapa, atoke Kahama aende Chapulwa au aende huko Mashurunguja huko akaanza kanisa jingine, maana kanisa Kahama limekuwa kubwa, kama atahama hawezi kuhama katu, kwa sababu hapa Kahama makanisa ya hapa yamejaa, kuna mafuta. Atoke aende wapi? Amwachie nani? Visa atiko tayari auwe, aloge, afanye kila namna mradi abaki hapo hapo ili afaidi, akunyonye wewe. Hawezi kutoka. Akihamishwa anahonga ili abaki hapo hapo. Je, huyu ni mchungaji wa kweli? Sasa wewe unakubali kumsikia? Wanatengeneza miujiza ya uongo ya kuundaunda tu. Je, ni kweli hamuyaoni hayo? Kijiko kimoja unauziwa 1000, maji ya shilingi 300 unauziwa shilingi 10,000, chumvi shilingi 10,000. Je, unajua haya maji yamechangwa na nini? Unajua yamechangwa na kitu gani? Kwamba haya yamebarikiwa, yameombewa. Je, maji unayokunywa
Maji unayokwenda chooni, unayopikia, unayofulia yamelaaniwa. Chunguza, chukua hatua, acha propaganda za hao wachungaji wa uongo. Ukweli kama huu hakuna mtu yoyote wa kuwaambieni isipokuwa sisi ambao tumejitoa muhanga kuwaambieni ukweli. Tunaye mgeni duniani, mzaliwa wa pili, Zorula 100. Yeye ndio mtoa siri zote hizi tunazowaambieni. Najua ni chuki, ni visa na kitu cha hatari sana, lakini hakuna mtu wa kuwaambia, maana ni kazi, si kazi rahisi. Tambueni na mchunguze kwa ukweli upo duniani. Tunaye mwana wa mtu Zorula 100 tayari yupo duniani, yuko katika hali ya kimwili, kwa rangi yake ni nyeusi. Fuatilia ukweli huu, utajua mengi sana. Toka kwenye dini zote zilizoletwa na wazungu na damu mchanganyiko, kwa maana wazungu na wale Waarabu, wa China na kadhalika, rangi ambazo ni tofauti na mtu mweusi. Dini zote hizi ni kifo cha kiroho, maana hakuna dini ya kweli hata moja dunia nzima, asikudanganye mtu. Dini zote ni za uongo, tena hazitendi mapenzi ya Mungu. Neno zito kama hili, unafikiri mchungaji wako anaweza kukwambia? Atakwambia tu, bwana, imeandikwa siku za mwisho atakuja manabii wa uongo, watawadanganya wateule wengi. Chunguza, mtawatambua kwa matendo yao. Je, hawa wachungaji wako matendo yao umeshachunguza? Hawatembei na wake zenu? Unatoa sadaka yako kule, afu anakudanganya, naenda kufanya huduma Mwanza, kumbe anatumia pesa ulizozitoa, naenda kulalija Mwanza, na wewe unafurahia, naenda mke wangu katoa huduma na mchungaji, hamna shida. Kumbe umemwangamiza mke wako, umeenda kumuuza kwa mchungaji, wanawalijana huko. Je, haya myaoni? Wachungaji wenu hawatembei na wanakwaya hawachomoi mimba, ushahidi uko wazi, kila kitu kiko wazi. Je, hamyaoni hayo? Afu anawaambieni, bwana, wewe fuata matendo na yaliyoandikwa, mambo nayafuata mimi, maneno yangu usizingatie maneno tu, matendo usiyafuate, maana kila mtu na msalaba wake. No, hii haikubaliki. Samaki akioza kichwa, samaki mzima ameoza. Kama mimi nakwambia usiibe, lazima mimi niwe mfano, siwezi kuiba. Usizini, mimi lazima niwe mfano, siwezi kuzini. Sio mimi nisema usizini alafu mimi nazini, nafanya wizi, nafanya kadhalika. Hii katika ukweli haikubaliki. Ndio maana mzaliwa wa pili amekuja kutueleza ukweli, kwamba ukweli, kuishi maisha matakatifu, uwezekano upo na yeye upo. Kadri unayofuatilia mafundisho haya, unaoshwa, unabadilika. Ndio ubatizo wenyewe. Achana na wachungaji hao wanaonena kwa lugha, wamepagawa tu, wanaowafinya waumini wao kwamba leo tunaombea mapepo. Watu wanaombea mapepo wenye shida mbalimbali watoke mbele, wanaanza kuombea majina yalipuka, mapepo yanalipuka. Kumbe wanawafinya wale wahuduma, wanawafinya wanawake kwenye tumbo, wanawafinya, wanasikia maumivu, wakilalamika, pepo ndio limetoka. Mwisho wa siku anaona hapa nitaumia, anasalimu.